Ya elimu Profesa Julius Bitok amesema wanafunzi wote wa gredi ya 10 wameripoti shuleni. Bitok akisifia mfumo wa CBE kuwa bora nchini, akibaini kuwa utafanikisha malengo ya taifa la Kenya. Kwingineko, mbunge wa Mbeere North Wamuthende ametangaza kuwa wanafunzi wanaosomea shule za kutwa hawatalipa karo katika eneo bunge lake. Wizara ya elimu ikiendelea kutia jitihada kuhakikisha kuwa mpito wa gredi ya 10 unafanikiwa, hasa baada ya kuwepo na changamoto kadha. Katibu katika wizara ya elimu Profesa Julius Bitok amesema kuwa wanafunzi wote wa gredi ya 10 wameripoti shuleni. Bitok akidokezea kuwa masomo ya CBC ndio yatahakikisha Kenya inaboreka kutoka kiwango cha chini hadi mataifa yaliyokuwa. On behalf of the government, that all the grade 10 students have reported to this school, and we are really very happy, and we really welcome you warmly to senior school. Competence-based education is a very, very special education system, and we are saying this is the education system that is going to transform our country from third world to first world, and these are the people who are going to change this country. That is why the government is putting every resource, is investing every coin to ensure that you have enough teachers, you have enough facilities, you have materials, you have everything that you need so that you can be able to study, so that you can be able to understand concepts, so that you can be able to pass your exam and become a responsible Kenyan citizen. So we are here to reaffirm our commitment and our investment on matters education. Kwingineko, mbunge wa Mbeere Kaskazini Leonard Wamuthende ametangaza rasmi kuwa wazazi hawatalipa chochote katika masomo ya shule za kutwa. Wamuthende akisema kuwa anatimiza baadhi ya ahadi zake alizoahidi katika manifesto wakati wa kampeni. Tumehakikisha kwamba shule zote Mbeere North, kutoka watoto waanze kufungua shule, hakuna mzazi ameitishwa pesa yoyote kwa day secondary schools za hapa Mbeere North. Nimesikia constituencies zingine wanasema wanalipa 500, wanalipa ngapi, lakini Mbeere North Day Secondary School ni bure, hakuna kitu wazazi wanalipa. Tumefanya huu mpango mwingine tumefanya ni wa performance recognition, ama kutambua wale walimu ama wale principals ambao shule zao zitapita zaidi, kwa sababu tunataka kuhakikisha Mbeere North elimu imeimarika kabisa, watoto wetu wasome na wapite. So wazazi katika eneo hilo wamefurahia hatua hiyo, wakisema kuwa imewarahisishia mzigo wa kulipa karo, wakisema kuwa kila mtoto sasa atapata nafasi ya kupata masomo bora. Kama wazazi tumefurahi sana kwa mheshimiwa wetu Rio Wamuthende kwa kuturipia fee. Juu sasa watoto wetu wanasoma shule bila matatizo yeyote, na tumepeleka watoto shule. Sasa tunatarajia masomo mazuri kutoka kwa watoto wetu. Saa hii tumeongea mpaka na watu wa nyumba 10, tumeongea na chief, tumeongea na assistant chief, tunasaidiana wote tuone kila mtoto ameenda shule. Tia kwa kuletea mashule yote chakula, na siku ya leo vile ameweza kutupatia check ya pesa ambayo vile itasaidia katika ununuzi wa mahitaji mengine madogo. Kwa hivyo kwa kweli masomo katika shule zote za kutwa ni masomo bila malipo. Haya yanajitokeza baada ya mbunge wa Kiharu kuibua mdahalo baada ya kupunguza gharama ya karo eneo bunge lake hadi shilingi 500. Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi